Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu watukufu wapenzi wa Allah, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatufundisha kwa kusema, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, mimi ndiye mtume wa mwisho na hakuna mtume baada yangu. Haya ni mafundisho yaliyokuwa bora kwetu sisi ndugu zangu watukufu wapenzi wa Allah. Mafundisho haya yanatuelekeza kwamba hakuna mtume baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wale ambao watakaokuja kwa kudai kuwa kuna mtume baada yake wametoka katika Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu, tujifunze katika maneno haya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, leo taasisi yenu ya Umoja wa Maimamu na Walimu wa Madrasa Tanzania UMATA chini ya mwenyekiti wake Sheikh Arif Suria pamoja na swafu nzima ya uongozi wake, Allah leo ametuafikisha tarehe 14 mwezi wa 8 2026 kupeleka huduma ya chakula hospitali ya wilaya ya Kivule. Ndugu zangu watukufu wapenzi wa Allah, hii ni juhudi ambayo inafanywa na taasisi yenu ya UMATA kila siku kupeleka chakula maeneo mbalimbali. Alhamdulillah, ni kama hivi mnavyoona tumetoa huduma ya chakula pamoja na vinywaji, lakini pia tumepata maneno mazuri kutoka kwa kiongozi wa JAI, naye amezungumza kama ifuatavyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na tuko hapa katika hospitali ya wilaya Kivule kwa ajili ya zoezi zima la uchangiaji wa damu kwa vituo vyetu vya jimbo la Kivule pamoja na Ukonga. Na leo tupo hapa kwenye kituo chetu cha Kivule. Naongea hapa kwa niaba ya taasisi ya JAI kutoa shukrani kubwa sana kwa Sheikh Arif mwenyekiti pamoja na UMATA kiujumla na uongozi wake kwa jitihada kubwa sana ambazo mmekuwa mkizifanya katika kuwajali, kuwasaidia watu mbalimbali kwenye swala zima la chakula. Na leo hii mmekuja kutukimbilia katika jambo hili la kuwapatia chakula, vinywaji, ndugu zetu wote ambao walikuwa wametoa damu leo kwa ajili ya sadaka yao kwa ajili ya viumbe wa Mwenyezi Mungu. Jambo hili ndugu zangu mlifanya kubwa sana shekhe, ni zito sana. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezungumza swala zima kwamba wale wote watakayelisha chakula watu, watakayesaidia watu, basi kwenye kundi la kwanza la Mwenyezi Mungu atakaoingiza ndani ya pepo yake ni pamoja na watu watakayelisha chakula watu mbalimbali wasiojiweza, wahitaji. Mtume amesema kwamba hili ni katika kundi la kwanza litakayoingia peponi. Kwa hiyo ndugu zangu, jambo hili mlifanya kubwa sana, na tunaombeni sana msiishie leo. Tunaomba na taasisi nyingine mbalimbali ziweze kuiga mfano ndugu zetu wa UMATA, tuweze kuiga mfano wa ndugu yetu Arif, kazi kubwa anayefanya hii ya kusimamia jamii katika kuatia furaha. Mwenyezi Mungu tunasema watawalipa kila kwa jema hapa duniani na kesho akhira kwa sadaka hii pekee ambayo mnaifanya na ni kubwa. Awadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu zangu watukufu wapenzi wa Allah, hivyo ndivyo alivyozungumza Sheikh Mwaipopo ambaye ni kiongozi wa JAI kwa kushukuru taasisi ya Umoja wa Maimamu na Walimu wa Madrasa Tanzania. Ndugu yangu Muislamu, vipi tutawafikia wale ambao ni wahitaji, wale ambao hawana uwezo? Mimi na wewe tujitoe katika juhudi hii kwa kuchangia kwa namba zinazopita hapo chini, sisi tutafikisha. Jazakumullahu khair wa asan jaza fi darain. Shukran.